Haleluya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama nilivyosema, tafuta kuyafanya mapenzi ya Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Maandiko yanazungumza kuhusu habari ya Daudi. Mfalme Daudi alikuwa hafanyi mambo bila kumshirikisha Bwana. Ulimshirikisha Mungu kwenye hiyo biashara yako? Ama unalalamika huoni faida? Ulipiga magoti kumwomba Mungu ili akupe jibu ya hiyo biashara yako? Sio tu unalalamika kila siku unapata 3,000. Haleluya. Mwambie jirani yako, tafuta kuyafanya mapenzi ya Bwana. Tafuta kuyafanya mapenzi ya Bwana. Kuna watu wameingia kwenye ndoa. Umeingia kwenye hiyo ndoa, ulimshirikisha Bwana? Na ndio maana kila siku ugomvi. Mbona kama ajisema mwenyewe? Ni vita huko ndani. Kila siku ni ugomvi. Mungu atusaidie sana. Uendeleva. Haleluya. Mbona majanga hii ndoa ndugu yangu? Mwenzangu. Makubwa. Mungu atusaidie kanisa. Jifunze kufanya mapenzi ya Mungu. Maana kufanya mapenzi yako yana hasara. Shirikisha Mungu katika mambo yako. Mungu atusaidie sana. Kufanya mapenzi ya Mungu kuna faida. Usifuate mapenzi yako mpendwa. Mshirikishe Mungu kwenye mambo yako yote unayoyafanya. Shirikishe Bwana. Wewe ni kijana. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Una maono, lakini unaenda kichwa kichwa. Umemshirikisha Bwana. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako, pendwa. Nataka mheshimu Mungu kwa kunyosha mikono yako. Nyosha mikono yako yote miwili. Baba, katika jina la Yesu. Najisikia furaha sana. Na vile ninavyopenda kuimba unajua nafikiri. Mwanangu Amos. Naam baba. Hakuna kitu kizuri na kitu cha msingi kinachomshusha Mungu live kama kusifu na kwako. Very true. Maliza kwanza na jambo lako. Amos. Naam baba. Yule mwanamke uliyeniambia kwamba umempata. Taji awe mke wako. Ndio. Moyoni kama baba yako. Sina amani hata chembe. Kwa huduma ninayoiona, una huduma kubwa sana. Ila nina mashaka sana, nina mashaka makubwa na huyo unayetaka kumwoa. Ndio. Moyoni mwangu hakuna baba, lakini mbona mimi nina amani kabisa. Ukishasema neno lakini kuna mashaka. Ninaiona huduma yako ikienda mbali sana, lakini kwa mwanamke huyo unayetaka kumwoa hautafika pale.
Baba, nampenda yule binti na kiukweli najisikia amani ndani mwangu. Unajisikia amani, Amos? Ndio baba. Unajisikia amani? Baba yako si amani. Okay. Waambie wazee waendelee na process inayofuata. Baba, mimi ukiniruhusu hata kesho niko tayari kumtolea mali. Amos, hata kesho? Ndio baba. Kesho? Yaani unamaanisha kesho? Ndio. Kwa maana umeshaongea naye tayari? Ndio, tayari nimeshaongea naye. Amos, taratibu za kuchumbia hapa kanisani unazifahamu? Umeongea naye vipi? Nitegemea wewe ndio unisaidie kuchunga kanisa. Naomba unisamehe. Ukiwa unazijua taratibu za kufuata ili upate mchumba, ili mfunge ndoa, wewe ndio kunisaidia kuchunga vijana. Umeenda kinyume na taratibu za kanisa. Amos, naomba nisamehe baba. Nimeumia sana. Najisikia vibaya kwa ajili yako. Ni juzi tu umetoka kuhitimu chuo cha Biblia. Leo hii unakuja kufanya vitu vya ajabu. Kuna watu wanakuheshimu kanisa. Leo unaenda kuambia kwamba Amos anaoa kesho. Okay. Fine. Na wewe ni mchungaji. Utachunga kanisa, Amos. Utachunga kanisa, Amos. Ondoka. Kwa hiyo baba umeniruhusu. Ondoka, utakutana na wazee. Mchele wangu mimi. Nini kingine? Hey, sabuni. La. We nani, Amosi? Nani wewe unajikuta mchungaji? Amosi nakuita. Amosi si nimekuita. We Amosi wewe. Haya, huyu kama hivi vitu amevitoa wapi? Hivi si vitu vyangu mimi. Calm down. Sukari yangu, sabuni yangu. Si vya kwangu hivi. Nani amekwambia umpe hivi vitu? Huyu ni mshirika mwenzetu. Una shida gani kwani? Amosi, unajisahau sana. Mchungaji ni wewe, sio mimi. Naomba tukazungumze ndani. Tafadhali. Sasa naomba uchukue hivi vitu vyangu vyote hivi virudi ndani. Sasa hivi Amos, ninapoongea naomba vitu vyangu hivi virudi ndani. Amos, ninamaanisha naomba uchukue Ongwai vitu hivyo ndani. Wewe Ongwai, haraka tumpe kifuko chake. Nipishe na wewe. Mungu wangu, watoto wangu watakula nini sasa?
We Amos. Amos. We Amos. Amos, naongea na wewe. Kwa umeamua kunipigia kelele, sio? Nishindwe kulala mimi. Nishindwe kulala sasa baba. Unapiga kelele, yani unanipigia kelele sasa nisilale nyumbani kwangu Scholar, kwani kuna shida gani? Unanipigia kelele. Nashindwa kulala. Baba, maombi nyumbani kwangu. Hapa ni kanisani hapa. Umesikia kelele sasa kwa mimi nikichaa naweza nikatoka huko nyumbani kwangu nikiwa sisikii kelele nikaja nikakwambia nasikia kelele, si ndivyo? Si ndivyo Amos? Alafu eti ninaomba ili ni kanisa hilo. Hili ni kanisa. Nafanya maombi kwa ajili ya ibada ya kesho. Okay. Tafadhali. Nimeelewa Amos. Sasa tuelewane kitu kimoja baba. Umeshaabudu. Ibada yako imeishia hapa. Kesho hamna ibada. Sijui umenielewa? Yaani kesho kanisani hakuna ibada. Utaona. Dada Skola. Swala letu limekuwa na kipingamizi sana kwa mchungaji. Naam. Sana, na nikifikiria ni kwa nini hili swala linakosa kibali. Mimi moyoni nahisi iko sawa kwa sababu nakupenda. Ninaamini mchungaji ana Roho Mtakatifu. Kwa maana yeye ni mtu wa Mungu. Na tuna haki ya kumsikiliza. Amos. No. Unajaribu kusema kwamba mimi sina Roho Mtakatifu? No. I didn't mean that. Kwa sababu mimi pia nimeomba Amos. Which is very true. Yaani nimeomba na uhakika ninao kabisa, yani ninao uhakika kabisa. Roho kanisemesha ya kwamba wewe ni mume wangu. Yaani huo uhakika ninao kabisa. Lakini pia Amos. Na unajua mchungaji naye ni mwanadamu tu. Shetani anaweza akamuingilia ukakuta ameingilia jambo letu kati lisitokee. Which is very true. Lakini nilikuwa nina wazo kwa wakati huu. Unaonaje tufanye maombi? Sawa. Nadhani tuombe. Hili swala ni nyeti sana, lakini tukisali tukimkaribisha Mungu kwenye hili jambo tunaweza tukapata kibali. Kwani Amos, sasa mimi nafanya nini? Sawa. Ninaharibu roho ya shetani ndani ya mchungaji. Toka! Wewe roho chafu ndani ya mchungaji unayepinga ndoa yetu. Toka! Natamani toka. Ninakuamuru. Hakuna ibada. Mmenielewa Leo hakuna ibada. Sawa? Kwa hiyo ninaomba wote mtoke. Haraka mtoke. Nini? Yaani kwa taarifa yenu, baba yenu aliabudu jana nyumbani kwangu, akanifanya nishindwe kulala nikakosa usingizi. Kwa hiyo ibada ameshawafanyia baba yenu. Nyie wote toka. Haraka tokeni. Alafu wewe kimzee cha kanisa wewe kimzee cha kanisa wewe. Haya wote tokeni. Toka nje. Wewe mlinzi nani? Andebwite. Naomba unitolee hawa watu wote humu ndani, nifungie mlango, fungue nilete nje. Haraka. Nafanya nini hapa? Nimesema hamna ibada, tokeni. Ondokeni bana. Na nyie mnaokuja nyie. Hamna ibada, naomba muondoke.
ondokeni haraka. Dereva, naomba uwashe gari haraka. Haraka. Kuna nini? Jamani, sieleweki. Hakuna ibada leo. Leo hakuna ibada. Leo Jumapili. Leo hakuna ibada. Hivi unanielewa? Nimesema hakuna ibada. Naomba muondoke wote. Mama mgeni. Wote muondoke. Nini hiki kinaendelea? Kiongozi bora. Leo si Jumapili. Umeona kinachoendelea? Naona anaendelea. Kuna ibada. Tunafanya ibada wewe. Mzee kiongozi, tunalipeleka wapi kanisa letu baba? Naona tunamkaribisha shetani kanisani, tunamfukuza Mungu, tunafukuza uwepo wa Mungu. Yaani tunafungiwa milango, tunafukuzwa kanisani, tunaanza kufukuzia funguo mpaka nyumbani. Kweli mzee kiongozi, naungana kabisa na mama mkuu. Unachokiongea ni point. Tunaelekea wapi? Hii hali gani? Ndani mwa Bwana watu wanakuja kufurahi. Neno moja tumelitaka. Tukae ndani ya hekalu la Bwana, tufurahi. Tunaelekea wapi hii hali? Wewe ndio kufanya maamuzi kwa sababu mchungaji wewe unamjua. Mke wake ndio huyo hapa. Mzee kiongozi, mimi nashauri tusiendelee kitu chochote sasa hivi. Unajua tunapomgusa mchungaji tunamgusa jicho la Mungu. Sawa. Tusubiri mchungaji afike, tutaendelea naye. Yeye atakuwa na maamuzi na mimi tutamuelewa vizuri. Ila tukiongea sisi, mimi sitaki. Kweli kabisa. Hilo ni wazo zuri sana. Mimi kwa ushauri wangu nilikuwa naomba kumsubiri mchungaji ili aweze kuja. Pastor Shalom. Shalom. Karibu sana Pastor. Shalom. Karibu sana Pastor. Naam. Nafadhali Pastor umefika. Kikao tulikuwa tunasubiri. Karibu sana. Sasa. baba mchungaji, sawa tumekupokea. Lakini tunakuomba baba mchungaji, kama umeshindwa kuliendesha kanisa letu, tunaomba uliache. Tunaomba uturudishie mikononi mwetu. Haiwezekani tuweze kufuata funguo nyumbani. Kama umeshindwa kuongoza kondoo wa Mungu, acha. Tuache wazee wa kanisa tutaongoza. Haiwezekani mwanzo kutufukuza kama watoto hapa. Tunaitwa wachawi, tunaitwa sisi vizee. Kwani sisi Mungu atoka kwa vizee? Ama mbona hapo serious kabisa? Mchungaji, in short mimi ninavyoona kanisa limekushinda. Baba, yani tusiongee ule unafiki, hatuwezi tena kuwa wanafiki. Kwa sababu wanasema tusimame na mchungaji. Tumesimama naye muda mrefu. Na kuheshimu. Lakini baba, hii kazi imekushinda. Na mimi sipendi kuficha kuangalia hivi wala hivi. Mungu anasema tusiangalie kushoto wala tunakufesi. Hata kama yani kwa hili mkisimama mimi nitakaa kwa kweli. Kwa sababu mtu akishaanguka huwezi ukasimama naye tena. Kwa sababu mchungaji, huyu yule ni bibi harusi wako. Kama bibi harusi wako mwenyewe anakushinda, ona haya mambo yanayotokea. Utaweza kuliongoza kanisa la Bwana? Maana kanisa la Bwana ni bibi harusi wa Kristo. Kwa hali kama hii, just wewe angalia tu jamani. Hebu angalieni. Leo Kristo angekuja kwenye ibada ya leo, akutane na bibi harusi wake. Wewe umewafukuza, umewatawanya. Hivi mtamwambia nini mkimuona? Kwa kweli haya mama. Mkemwa na mzee. Naomba tusimame na mchungaji. Tusimame na mchungaji. Tulikubali kusapotiana na mchungaji. Tukalia kwa machozi mengi. Tukaimba na nyimbo Bwana uliyewaita. Sasa leo tuko wapi? Mimi nitasimama bega kwa bega na mchungaji. Sina kingine cha ziada. Mchungaji yuko wapi? Tusimame naye wapi? Wapi ambapo tusimame naye? Kashindwa kusimama kwa miguu yake, tusimame naye sisi? Unaongea nini wewe? Wapenda katika Bwana. Naomba msikilize kwa makini sana.
Yule ni mke wangu na sitatamani kuona mtu yoyote anamsema kwa ubaya. Na naomba mumheshimu kama mama. Lakini pili, kikao hiki nimekiahirisha na tutakifanya mpaka nitakapokiitisha kwa mara nyingine. Baba, ningekusikiliza tangu mwanzo. Nisamehe. Nisamehe baba. Nisamehe. Tangu mwanzo. Simama Joka. Ni Mungu pekee anayestahili kupigiwa magoti. Hebu nieleze nini kimetokea? Baba, yule mwanamke ni nyoka. Ameua gharama yangu. Ameharibu kanisa. Amos. Sitaki kukuona. Nisikilize. Ndio baba. Sikukutazalisha mapema. Amos. Niongea na wewe. Nimekuonya. Nimekushauri. Sikuongea na wewe mapema. Baba, nisamehe. Mimi ni babako leo. Baba, nisamehe. Na mimi ni babako. Nisamehe. Mimi ni babako. Nijibu, mimi ni babako. Ndio. Kapa. Fanya ujinga. Nimekueleza mara ngapi? Nijibu, nimekueleza mara ngapi? Mara nyingi. Vikao vingapi mimi nitumia gharama zangu na kupeleka hotelini? Tunakaa mimi na wewe kama mwanangu. Nimekaa nimekueleza yule mwanamke akufai kwa huduma yako. Au tunaposemaga sisi ni faida yetu, faida yenu. Ni hivi vijana. Na vimaarifa vidogo vinawatesa, vinawasumbua. Hekima za kuigiza hivi zinawafanya mtudharau sisi watumishi wa Bwana. Wachungaji wengi nimekulea kama mke mdogo. Alafu basi vimiamko hivyo vinawatekenya. Angalia sasa. Uniambia umeona? Wewe umeona? Oh, nimepata mke. Umepatwa. Matokeo yake umepatikana. Alafu mbaya zaidi, umeamua kuondoka hapa kanisani. Ukaenda kuanzisha huduma yako. Ukatuona sisi hatufai kukuchunga na kukusimamia na kukuelekeza njia sahihi ya kwenda mbinguni. Baba, ninaomba unisamehe. Nimekosa sana. Naomba unisamehe baba. Na Mungu anisamehe. Amos. Hebu soma Biblia. Inasema nini kwenye Zaburi ya 80:18? Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma. Utuhuishe nasi tutaliitia jina lako. Sikiliza Amos. Kitakacho kutoa kwenye haya mateso ulionayo ni toba ya kweli na maombi yako ambayo yataigusa mbingu. Zaburi anasema hatutamwacha Bwana kwa kurudi nyuma. Anatamani tulitie jina lake. Nisikilize. Kikombe hiki na kisha utakinywea. Baba, ninakuja mbele zako. Ninakusihi unirehemu. Naomba unisamehe. Baba, tazama sikusikiliza sauti yako.
nimefuata mapenzi yangu mwenyewe katika majaribu ninayopitia. Baba, ninakusihi usimame na mimi. Ninaamini sasa kwamba bila wewe mimi siwezi kwenda. Nimeharibu huduma yangu, nimeharibu kusudi kwa tamaa zangu mwenyewe na kuto kulisikiliza jina lako. Lakini katika yote utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu tu, kama ulivyohakikisha kuzaliwa kwangu. Ninakusihi Bwana, uhakikishe kuhuishwa kwa huduma yangu. Sitakuacha kurudi nyuma. Baba, unihuishe nami niliitia jina lako sasa. Elohim, Shaddai, Shama, hakuna kama wewe Bwana. Siondoke hapa mpaka nimesikia sauti yako, mpaka nimepata jibu kutoka kwako Bwana. Sitaki nifanye tena mapenzi yangu, nahitaji nikusikie, nahitaji nisikie sauti yako Baba. Ninamkabidhi na mke wangu, ninakusihi umrehemu, umsamehe Bwana. Inawezekana ajui analolitenda. Ninatubu kwa ajili ya familia yangu, ninatubu kwa ajili yangu na mke wangu. Ewe Baba, nahitaji kusikia sauti yako, nahitaji nipate kibali kutoka kwako. Nisamehe. Asante, asante, asante Baba, asante. Asante. Mzee kiongozi, ni wiki ya pili sasa. Kweli. Baada zetu ndio hizi. Mchungaji haonekani. Mimi hajanitafuta kabisa. Kajua labda nyie rafiki zake mzee Kipande hapa naye ameniambia hajatafuta. Leo tutoke mguu kwa mguu mpaka kwa familia yake kule. Kajue. Ni kweli kabisa. Na mimi nashauri hivi. Yaani leo hatujali cha mlinzi wala Masai wala Malungu wala kufukuzwa. Leo ni mguu kwa mguu mpaka tujue mchungaji wetu yuko wapi. Ni wiki ya 3 ya tumoni mchungaji. Ndio shida za kuajiri walinzi ambao waje. Kweli kabisa. Kweli na mimi naona leo kitaeleweka. Leo tunanyooka moja kwa moja. Wote tunaondoka kwa pamoja. Kweli kabisa. Tuanze kuondoka. Mimi kwa ushauri wangu ninachotamani kwa shauri, natamani sana twende kwenye maombi. Hili jambo sio jambo rahisi wala sio jambo jepesi. Kwa hiyo tunatamani twende tukamtaki Bwana na nguvu zake, maana haya mambo ya kimungu yanahitaji sana. Kiongozi, sio kwamba sisi hatuombi, sisi hatujui kuomba au nini. Kweli kabisa. Ni swala la action sasa hivi. Ndio. Kuna kuomba lakini kuna kuchukua hatua. Ndio inabidi tujue moja kama hatuna mchungaji sasa hivi. Mguu kwa mguu. Hamna ambaye anatakiwa baki hapa. Twende tukajue hatima ya kanisa hili. Ndio. Kama vipi tuchague mchungaji mwingine, watu waletee mchungaji mwingine. Anza safari kabisa. Twende, nipo tayari. Sasa mimi naomba tushiriki. Kama nyinyi mnaamua kwenda,
nyinyi nendeni, ila mimi nabaki, kwa sababu mimi ninachoamini maombi ndio suluhisho ya yote. Wewe twende huko. Wewe si ndo rafiki yake mchungaji, utatuambia na mchungaji yuko wapi? Amefanya nini? Twende kule. Hatutakuacha kwa kurudi. Wewe mzee Kipande. Wewe leo sio kuimba leo. Leo tumekuja kwenye kazi. Mungu anasijua kutoka. Huu sio muda wa sifa. Huu ni muda wa kuokoa kanisa la Bwana linaloteketea. Wewe ni kweli hapa tumekuja kwa ajili ya mchungaji, sio kwa ajili ya kumwacha mtu hapa. Leo tunataka tujue mchungaji yuko wapi. Wiki hata mchungaji atumuone, atakuwa yuko wapi? Sasa huyu Longwai si anafanyaga amechanganyikiwa si nini, ila leo tumejipanga. Haya, gonga mlango. Si una ujasiri umeimba? Aka gonga mlango. Unaogopa nini? Mbona nyinyi mnabishana nini hapa? Wewe mlinzi. Wewe Masai. Fungua mlango hapo. Anajifanyaga amejitoa akili. Fungua mlango hapo leo. Taratibu nini? Tumechoka mchungaji, hatujamwona tuna wiki ya 3. Tumemisi mchungaji. Hatumuoni. Leo wiki tunatambia taratibu. Mwite taratibu sasa waje kuja na mara. baba Longwa. Kwani nataka kufuja redi? Mmekuja tena? Mama ilishasema hapa hakuna mtu kuingia ndani. Nyie watu wa kanisani kwa nini hamusikiangi? Wewe bana, sisi tunataka tumuone mchungaji bana. Chai napata saa 8. Pelekeni jumla. Peleka jumla. Walikuwa wanasema kuna mama mchungaji gani kwa bandu kama pepo kanisani. Mungu kamlipa. Pepo na kwa Mungu. Nyamaza. Wewe ni nani na nini kimetokea? Baba, mimi ni mzee wa kanisa la CAT na mtoto wako Amos. Huyu ni mama mchungaji. Namfahamu sana. Naomba kujua nini kimetokea. Pagana na mapepo. Basi afadhali kuja mchungaji. Mchungaji atakuelezea vizuri. Baba, karibu. Ewe pepo. Mungu kwa jina la Yesu. Toka.
Baba, amefuata nini huyu shetani hapa? Ona sasa. Ni mnafiki. Huyu ni shetani kabisa. Mungu! Mnafiki kabisa huyu. Uniuinye na unijalie jina lako.